Dkt. Samia Suluhu Hassan oye! Maendeleo oye! Nakushukuru MC. Waheshimiwa tukae. Mheshimiwa Damas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria, waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri mliopo nasi, Mheshimiwa mwenyeji wetu Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma na Jaji Mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdallah, Mheshimiwa Makamu wa Rais na Waziri Mkuu mstaafu baba yetu John Samuel Malechela, Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Jaji Mohamed Chande Othman, Mheshimiwa Deo Mwanyika, mwenyekiti wa Bunge, kiambatana na makamu mwenyekiti wa kamati ya utawala, katiba na sheria Dr. Ntondo, kinitambue uwepo wa wabunge wa mkoa huu na wabunge wengine wa kamati na uwepo wa katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard, waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani na majaji wastaafu wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa jaji kiongozi wa mahakama ya Tanzania Dr. Mustafa Siani, pamoja na majaji viongozi wastaafu, waheshimiwa majaji wa mahakama kuu Tanzania bara na Zanzibar na wastaafu kama wapo, Mheshimiwa jaji wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Jaji Nesta Kayobera, Mheshimiwa jaji wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu Jaji Imani Aboud, Mheshimiwa Dr. Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Morogoro, Dodoma, lakini kitambua uwepo pia wa mkuu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa kamishna wa tume ya utumishi ya mahakama Profesa Elisante Ole Gabriel Laizer, mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania na watendaji wakuu wastaafu waliopo nasi leo, waheshimiwa, samahani nimesahau makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi hapa, waheshimiwa watendaji wakuu wa taasisi za umma na taasisi binafsi mlioalikwa pamoja nami, nitambue pia uwepo wa rais wa TLS ndugu yetu Mwabukusi, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo, mawakili wa serikali na mawakili wa kujitegemea, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, machifu mliopo nasi, vikundi vya wasanii wanakwaya mliopo nasi leo hapa, watumishi wa mahakama wote, wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mahakama ya Tanzania. Nashukuru sana. Mheshimiwa Jaji Mkuu, awali ya yote nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua kubwa tuliofikia na leo kukutana hapa kuja kuzindua makao makuu ya Mahakama ya Tanzania, vile vile jengo la tume ya utumishi wa mahakama na nyumba 48 za makazi ya majaji hapa Dodoma. Namshukuru Mungu kwa kutuwezesha hayo. Kwa hakika Mheshimiwa Jaji Mkuu, leo tumeandika historia nyingine kubwa zaidi ya ile ya tarehe 6 Oktoba mwaka 2021 ambapo nilizindua majengo ya vituo jumuishi 6 vya utoaji haki hapa jijini Dodoma. Historia tunayoshuhudia leo ni ya kipekee au ni ya kipekee zaidi, kwani kwa mara ya kwanza tangu mhimili huu wa mahakama kuanzishwa au kuanza rasmi nchini zaidi ya miaka 100 iliyopita, leo ndio tumekamilisha kuwa na makao makuu kamili ya mahakama. Sote tumesikia safari ndefu na yenye changamoto nyingi ambayo mhimili huu umepitia. Nimepewa taarifa kuwa miaka 1990 ilifika kipindi mahakama zetu zilipungukiwa mahitaji muhimu, ikiwemo hata karatasi za kuandikia hukumu, hususan kwenye mahakama za mwanzo, hali iliyolazimisha kuandika hukumu hiyo kwenye madaftari
yale ya watoto wa shule, au yakikosekana aina nyingine za makaratasi. Hali hii si jambo la kujinasibu nalo, si jambo la kujisifia, lakini kama historia lazima tukumbuke, kama safari lazima tukumbuke. Nalisemea hili kuonesha ni wapi nchi yetu imetoka mpaka kufika hapa tulipo leo, ambapo tumearifiwa kuwa mahakama hii tunayoizindua leo inakwenda kutoa huduma bila kutumia makaratasi, yani inakuwa paperless. Ni mambo ya mtandao, ni mambo ya teknolojia ndiyo yatatawala humu ndani. Safari ni ndefu, lakini tumefikia pazuri. Hongera sana Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu wa mahakama za Tanzania na watendaji wote wa mahakama. Ila pongezi zangu za dhati ni kwa Watanzania wote kuweza kufikia hatua hii ya maendeleo, hususan kwenye ulimwengu huu wa sasa wa kidigitali na akili unde. Mheshimiwa Jaji Mkuu, nakupongeza kwa jitihada zako wewe binafsi kwa kuendelea kusimamia kwa dhati swala la uboreshaji huduma za utoaji haki nchini. Umekuwa kiongozi shupavu, mwenye maono makubwa, usiye na kelele nyingi, bali utendaji mwingi. Pongezi zangu za dhati kwa uongozi mahiri na shirikishi. Pia niwapongeze watendaji wote wa mahakama nchini kwa kuweka juhudi na ufanisi mkubwa kwenye kazi zenu, hata pale mlipokabiliwa na mazingira magumu ya kukosa majengo muafaka, pungufu wa watumishi, vitendea kazi hafifu au vilivyopitwa na wakati, pamoja na ukosefu wa mahitaji mengine muhimu, lakini mlikaa na kufanya kazi yenu katika hali hiyo hiyo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, nimepata fursa ya kuyaona majengo haya mawili na kutembelea ndani ya jengo la makao makuu tunayozindua rasmi leo. Nimejionea kazi kubwa iliyofanyika, kwa maana usanifu na vifaa vilivyofungwa. Hakika jengo hili lina kila sifa ya kuitwa makao makuu ya mahakama ya Tanzania. Kama tulivyojuzwa hapa kwamba jengo la makao makuu ya mahakama ni la 6 kwa ukubwa kati ya majengo ya makao makuu ya mahakama duniani. Tanzania tuko pazuri sana na tuna haki ya kutembea kifua mbele, na ni la kwanza barani Afrika. Nani kama Tanzania? Nimeshuhudia wingi wa ofisi katika jengo hili kwa ajili ya mahakama kuu na mahakama ya rufani. Nimefurahi kuona ujumuishi, inclusivity, kwa kuhakikisha kuwa mmetenga ofisi za maeneo kwa wadau muhimu wa mahakama ambao wako katika mnyororo wa utoaji haki. Humo ndani nimeona ofisi za magereza, nimeona vyumba vya watoto kwa wale watakaosikiliza kesi za watoto, vimewekwa vizuri, watoto wanatolewa hofu kwenda kutoa ushahidi au kuulizwa maswali wakiwa humu ndani. Nimeona maeneo ya mawakili. Hili jengo limebeba kila kitu, ni makao makuu haswa. Waheshimiwa, nimefurahishwa zaidi pia kwa ujenzi huu umeshirikisha sana wazawa, na mchango wa local content wa wazawa kwenye kazi hii ni 1% kubwa. 95% ya wataalamu kwa maana ya wahandisi, technicians, ni wa Tanzania, na pia mshauri elekezo wa jengo hili ni kampuni ya Kitanzania. Hii ni hatua muhimu katika kuwajengea uwezo wataalamu wetu wa ndani pamoja na makampuni ya wazawa. Niombe wizara na taasisi nyingine za serikali zizingatie umuhimu wa kuwashirikisha wazawa katika miradi mikubwa kama hii. Katika jengo hili taban na majengo mengine tuliozindua leo, mmezingatia kwa kiwango kikubwa matumizi ya tehama. Nimeona jinsi mifumo 17 inayotumika na mahakama ya Tanzania yote inavyosomana humo ndani. Nimeona chumba cha mifumo na kupata taarifa za sasa hivi. Kama leo ingekuwa siku ya kazi,
ningeona kesi zinazoendelea kwenye mahakama zetu, unachagua, tunataka kuona Dar es Salaam, nataka kuona Dodoma, nataka kuona Shinyanga, nataka kuona wapi. Unachagua na unaona hapo hapo. Unaona mwenendo wa kesi, unaona idadi ya kesi, unaona inavyohukumiwa. Kwa kweli ni maendeleo makubwa. Na taarifa niliyopewa ni kwamba chumba kile ambacho kinaitwa, wana jina lao la kigeni, lakini Judiciary Situation Room. Yaani unaona situation, hali yote ya mahakama Tanzania pale ndani. Lakini taarifa walizonipa ni kwamba hiki chumba ni cha pili baada ya Kazakhstan. Tanzania sisi ni wa pili kuwa na chumba cha aina hicho. Kwa hiyo tuko mbali ndugu zangu, tuko mbali. Lakini nimefurahishwa na utekelezaji wa ule wito wangu wa mifumo ya mahakama kusomana. Nimefurahishwa na nilichokiona humo ndani. Sasa nasisitiza tu kwamba tuendelee kuifanya mifumo ya mahakama isomane na wale wote ambao wanarandana na kazi za mahakama, kama Wizara ya Katiba na Sheria, lakini pia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali, Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini RITA, lakini hata NIDA, kwa sababu tunatakiwa kutumia jamii namba moja kwa Watanzania. Kwa hiyo mifumo ile ikishirikiana na NIDA, tutakuwa tunapata taarifa za uhakika za wateja watakaotumia mahakama hii. Nisitize tena kuwa hakikishe matumizi kama nilivyosema ya jamii namba, kwa maana niliyoisema kwamba tutakuwa tunapata taarifa za uhakika za wanaokuja kutumia hivi. Lakini niseme kwamba kwa sisi wa Tanzania, jambo la msingi tunalotakiwa kujua ni kuwa kama hatujaweza, kwa sababu dunia ya sasa ni ya teknolojia, maakili unde, maakili mnemba, sijui maakili gani, lazima na sisi Tanzania tuweke msingi wa kutumia hayo. Tuingie kutumia hayo, na kwa upande wa mahakama wametuonesha kutumia hayo. Nimeingia courtroom na nikaona kuna mtambo wa kutafsiri. Kama mahakama inaendeshwa Kiingereza, mtambo unatafsiri Kiswahili. Na kama kunaendeshwa Kiswahili, mtambo unatafsiri Kiingereza. Hayo hayakuwepo, lakini leo tunayo ndani ya chumba kile cha mahakama ambacho jaji atakuwa anaendesha kesi. Sasa nataka niseme kwamba huku ndio kubadilika, na sisi Tanzania lazima tubadilike, tuendane na mtindo huo. Kwa sababu tusipojibadilisha tutakuja kubadilishwa, na kubadilishwa ni kazi kubwa, kwa sababu tutakuwa hatujajiandaa, lakini tunalazimika kubadilika bila kujiandaa. Lakini kwa ujumla, Mheshimiwa Jaji Mkuu, ni wakaribishe Dodoma. Hatua yenu hii ya kuhamia mahakama ya Tanzania kuhamia Dodoma imekamilisha dola ya Tanzania kuhamia makao makuu ya nchi, kwa sababu hapa kuna serikali, bunge ndo mwenyeji wetu alitukaribisha, na leo mahakama inahamia rasmi. Kwa hiyo hongereni sana na karibuni Dodoma. Mheshimiwa Jaji Mkuu, niseme kwamba kuwa na majengo mazuri haya ni kujenga mazingira mazuri ya utendaji kazi. Nilipokuwa ndani kule nimeona picha mbalimbali za mahakama zetu. Nimeona mahakama ya kwanza ya Tanzania ilivyokuwa picha yake, na nikawa ninapiga picha kule ndani majaji walikuwaje na vyumba vilikuwaje, sababu nimeona jengo tu kwa nje. Lakini hapa tulivyofika, serikali imefanya makusudi kujenga mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa majaji wetu. Sasa kuwa na mazingira mazuri ni jambo moja. Jengo hili waimbaji hapa wameimba, huchoki kulitizama, hata ukikaa asubuhi mpaka jioni utakuwa unatizama tunakujiuliza ndani likoje. Kwa hiyo mazingira ni mazuri, lakini mazingira haya yaendane sasa na huduma bora zinazotolewa ndani ya majengo haya. Ile speed ya SGR iliyopita hapa tunataka tuishuhudie sasa inakwenda katika majengo haya. Lakini nataka niwahakikishie jambo moja.
Nilipokuwa kwenye kile chumba cha kuona taarifa za mahakama ya Tanzania, nimeona jambo kubwa sana. Mpaka mwaka jana au mwaka juzi, Jaji mkuu kila nikizungumza naye analia na mrundikano wa kesi mahakamani. Hicho kilikuwa ndio kilio chake. Lakini kwa maboresho haya yaliyofanyika, nimeona idadi ya kesi zilizosajiliwa 6,300 na nadhani kwa mwaka zile, lakini idadi ya kesi zilizotolewa mashauri ni 5,600 na kwa hiyo utaona kwamba karibu 80% na ya kesi tayari zimetolewa maamuzi, zimepata ushauri. Kwa hiyo maboresho haya ni kweli kwamba mahakama sasa inakwenda na spidi ya SGR. Kwa hiyo niombe sana hii spidi isirudi nyuma, tuendelee kwenda katika mwendo huo. Tumejitahidi kubadili historia na kuijengea mhimili wa mahakama heshima inayostahiki. Kwa kweli mahakama zetu, hali ilivyokuwa, heshima ya mahakama yetu haikuwa imekamilika. Kwa hiyo tumejitahidi kubadilisha hivi, kujengea mahakama zetu heshima inayostahiki, na heshima hii tumeipata. Ndio kama hivi tunaambiwa ile jengo ni la 6 duniani, lakini na kile chumba chetu kile ni cha 2 duniani, lakini na spidi ya utendaji kazi nayo inatujengea heshima kubwa ndani ya Afrika, lakini duniani pia. Nilikuwa nazungumza na jaji mkuu akanambia mama mmoja wa World Bank ambao wametupa fedha za kufanya maboresho kwenye World Bank, amekuja na kushangaa. Anasema, Tanzania mnakwenda wapi? Wenzenu tuliwapa fedha mapema na nyingi kuliko nyinyi. Mmefanya haya kule hatuoni kitu. Kasema hiyo ndiyo Tanzania tunayoitaka. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji Mkuu na watu wote, majaji na watendaji wa mahakama, hongereni sana. Serikali katika hatua nyingine ya kufanya mahakama iende kwa haraka, tumeongeza bajeti ya mahakama kutoka bilioni 160 mwaka 21, na nadhani mwaka huu wa fedha tuko kwenye bilioni 321. Hili litakuwa ongezeko la bilioni 80, na niwaahidi kuwa serikali kwa upande wetu tutajitahidi kutenga fedha hizi na kuzitoa kwa wakati. Lakini jambo jingine tulilolifanya kwa mahakama, Mheshimiwa Jaji Mkuu, ni mafunzo kwa majaji wetu. Mafunzo na kwenda kushiriki kwenye mikutano na mambo mbalimbali. Yale mimi naihesabu kama mafunzo, kwa sababu jinsi wanavyokwenda, wanakwenda kujifunza wengine wanafanya nini, wanasikia wengine wanafanya nini, na wakirudi ndio haya matokeo tunayoyaona. Nilimwahidi Jaji Mkuu sitazuia safari za majaji, na katika kipindi chote cha miaka 4 sijawahi kuzuia safari za majaji. Sasa tutaangalia mbele tunakokwenda, Mheshimiwa Jaji Mkuu. Kwa upande wa watendaji, kwa mwaka 2021 tulikuwa na jumla majaji wa mahakama rufani, amesema vizuri Jaji Mkuu, walikuwa 25 na mahakama kuu walikuwa 86. Tumefanya maboresho na mpaka sasa mwaka huu 2025 kuna majaji, jumla ya majaji wa mahakama rufani kama sikosei nadhani 39, na mahakama kuu ni 105. Hili ni ongezeko la majaji kwa takriban 77% ndani ya kipindi cha miaka 4, na kwa ujumla 36% ya hao majaji ni wanawake. Kwa hiyo tumegenderize pia mahakama. Tumegenderize mahakama. Kwa hiyo hongereni sana. Kwa kiasi kikubwa ongezeko hili tulilolifanya limeakisi ongezeko la ufanisi wa mahakama. Kama mnavyojua, huduma za utoaji haki zinaweza kupimwa kwa vigezo vya namna nyingi, ila mojawapo ya kigezo cha upimaji ni wastani wa muda shauri linavyokamilika mahakamani na ongezeko la imani kwa wananchi kuhusu utendaji wa mahakama. Takwimu zinaonyesha kuwa
mwaka 2021 wastani wa muda wa shauri moja mahakamani ilikuwa ni siku 119, ila mpaka mwaka jana 2024 wastani umepungua mpaka siku 78 tu. Kwa hiyo ni hatua kubwa. Hongereni majaji na mahakimu. Haya ni maboresho makubwa sana. Mheshimiwa Jaji Mkuu, Waswahili husema kidole kimoja hakivunji chawa. Na hapa niruhusuni kutambua mchango wa washirika wa maendeleo waliotushika mkono mpaka kufikia hatua hii tunayoishuhudia leo. Mradi wa majengo tunayozindua leo unatokana na maono, michango, jitihada na ushauri wa wengi. Kama alivyosema Jaji Mkuu, mwezi Machi mwaka 2021 jengo hili lilishajengwa kwa 20%. Hii ina maana kazi hii, maono haya tuliyaona toka awamu ya 5 mimi nikiwa makamu wa rais, na ndio maana nikasema kazi iendelee. Kwa hiyo mpaka Machi 21 wakati mimi nashika dhamana hii, jengo hili lilikuwa 20%. Sasa namshukuru sana Mungu, tumefanikiwa na tumeweza kumalizia ujenzi kwa kutumia fedha za ndani. Pamoja na mradi huu, tulifanikiwa kupata mkopo wa nyongeza kutoka Benki ya Dunia wa dola milioni 90 uliojenga vile vituo jumuishi, mahakama jumuishi 9 ikiwemo moja ya kule Pemba na mahakama za mwanzo 60 ili tuzidi kupeleka huduma karibu na wananchi. Aidha, nimefahamishwa kuwa sehemu ya fedha za mkopo huu zimetumika kununua na kuweka vifaa vya tehama vya kile chumba ambacho nimesema Judiciary Situation Room, ambayo nimeiona na nimeshangazwa na yaliyoko pale ndani. Hongereni sana. Lakini niseme pia kwamba kabla ya mkopo huu ambao umefanya mambo haya, Benki ya Dunia ilishatupa mkopo wa kwanza wa dola milioni 65 ambazo pamoja na mambo mengine zijenga mahakama za wilaya 18 na vituo vya mahakama shirikishi 6. Nami nilipata bahati ya kuvizindua vituo hivyo hapa Dodoma. Lakini katika jitihada za mashirikiano tunayoyashuhudia leo ni matokeo ya uzoefu tulioupata kutoka kwenye mahakama za nchi nyingine marafiki ambao mifumo yao ya utoaji haki inasifika kwa uimara, ubora na uwazi zaidi. Na ndio maana nikasema majaji hawa wakitoka kwenda nje, wakikutana na wenzao, tunasoma yote haya na wakirudi tunabadilika. Kwa hiyo kwa niaba yenu mimi niwashukuru wadau wote wa maendeleo ambao tunafanya nao kazi na kuleta mageuzi haya 360 degrees ndani ya mahakama zetu. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa Jaji Mkuu, pamoja na ufunguzi wa majengo haya, ninafurahi kueleza kwamba serikali inalichukua kwa uzito mkubwa swala la utoaji haki na tunayo mipango madhubuti ya kuhakikisha haki inafika maeneo yote nchini kwa wote na kwa wakati. Tayari kama serikali tunatekeleza jumla ya miradi 144 ya ujenzi wa miundombinu wa mahakama katika ngazi tofauti, kiwemo ujenzi wa vituo vile nilivyosema 9 vya ICJs, ukarabati wa majengo mawili ya mahakama kuu, ujenzi wa mahakama za wilaya 17, ujenzi wa mahakama za mwanzo 70 na ukarabati wa mahakama za mwanzo 12, pamoja na ujenzi wa vyumba au nyumba za makazi au nyumba ya makazi ya Mheshimiwa Jaji Mkuu hapa Dodoma. Sijui tumeianza bado? Hatujaanza? Inaendelea? Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji Mkuu, tunataka ubaki hapa Dodoma. Kwa hiyo tukimaliza nyumba, una sababu ya kuzunguka, labda uzunguke kwa kazi, lakini makazi utakuwa comfortable hapa Dodoma. Miradi mingine ni ujenzi wa nyumba za waheshimiwa majaji kwa mikoa ya Geita na Tanga, ukarabati wa nyumba za majaji mikoa ya Iringa, Mbeya na Tabora, na kujenga jengo la Lumumba Complex linalotegemewa kuwa na mahakama ya mwanzo Kariakoo.
Mahakama ya Wilaya ya Ilala, kumbi za mikutano na mafunzo kwa ajili ya chuo cha uongozi wa mahakama na Institute of Judiciary Administration. Miradi hii yote iko kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Jaji Mkuu, nikuhakikishie kuwa serikali itawezesha ukamilishwaji wa miradi hii inayoendelea kwa wakati. Serikali pia inaendelea na maandalizi ya sera ya taifa ya haki jinai na tupo kwenye kukusanya maoni ya wadau wote katika mnyororo wa haki jinai nchini. Kukamilika na kutekelezwa kwa sera hiyo kutawezesha maboresho zaidi ya taasisi za haki jinai ikiwemo mahakama. Kwa kuzingatia falsafa yetu ya R4, serikali itaendelea kufanya mageuzi katika mifumo yetu ya haki jinai na haki madai ili kuboresha utoaji haki nchini kwa ustawi wa wananchi wote. Aidha, tumeweza kupunguza idadi ya kuweka mahabusu wasiokuwa na kesi za msingi kwa kuweka sharti kwa waendeshaji wa mahakama kufungua kesi mahakamani mara baada ya kumalizika shughuli za upelelezi. Katika hatua nyingine, ili kukabiliana na changamoto ya uelewa masuala ya kisheria, kupitia Wizara ya Katiba na Sheria, tulizindua kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid. Kampeni hiyo imefikia mikoa 22, halmashauri 154, kata 1639 na vijiji au mitaa 4897 na jumla ya wananchi 2,291,274 wameweza kupata elimu na huduma za msaada wa kisheria. Aidha, katika kutatua changamoto za wananchi za kisheria, serikali imeweka mfumo unaotumiwa na madawati ya msaada wa kisheria katika halmashauri zetu nchini. Vile vile tumeboresha matumizi ya lugha ya Kiswahili katika shughuli za mahakama, ikiwa ni pamoja na usikilizwaji wa kesi, kupata taarifa na utoaji wa hukumu. Kwa upande mwingine, nimetembelea hili jengo. Nimezungushwa kwenye kitengo cha kusikiliza malalamiko au kutoa mrejesho kwa namba ambazo mtendaji mkuu wa mahakama nadhani anazitangaza huko. Lakini wananchi wanapiga simu moja kwa moja kutoa mrejesho au kusifu mahakama au kusema changamoto za mahakama au kutoridhishwa na hukumu iliyotoka. Na mirejesho ile inachukuliwa, inafanyiwa kazi, na kama kureview kesi zinakuwa reviewed au zinapitiwa upya, na kama mambo mengine changamoto zile zinafanyiwa kazi. Huu ni uwazi mkubwa kwa mahakama zetu. Ni uwazi mkubwa na imeongeza credit sifa ya Tanzania katika utawala bora. Hongereni sana mahakama. Lakini kwa upande mwingine tumefanya maboresho katika mitaala na ufundishwaji kwenye vyuo vyetu vya sheria. Kwa mfano, Shule Kuu ya Sheria kwa Vitendo, The Law School of Tanzania, na chuo cha mahakama kile tunachokijua Institute of Judicial Administration. Nataka niwaahidi kwamba serikali itaendelea kuunga mkono juhudi za mahakama katika kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama. Tumeanza kidogo kidogo na tunaendelea. Kwa tutaendelea kuangalia mahakimu na watumishi wote, majaji, mahakimu na watumishi wote wa mahakama, jinsi hali itakavyokuwa inaruhusu. Tutaendelea kuongeza idadi ya mahakimu na majaji na kujenga majengo ya miundombinu mingine kadri uwezo wa kibajeti utakavyoruhusu. Lengo letu kuu ni kuimarisha mifumo ya utoaji wa haki nchini. Hapa nataka niseme, Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwamba ukiangalia kazi iliyofanywa katika mhimili wa mahakama, ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi, tumefanya zaidi ilani ilivyotuagiza. Lakini jengine, ukisoma dira ya mwaka 2000 mpaka 25, yale yote yaliyoagizwa kwenye dira tayari serikali imewafanyia kazi kwa mhimili huu wa mahakama. Kwa hiyo kwa mhimili wa mahakama, kwa maneno ya vijana siku hizi, hatudaiani hatudaiani, ila sisi tunaomba, tunadai ufanisi upande wenu. Mheshimiwa Jaji Mkuu,
Baada ya kusema hayo, nimesikiliza hotuba yako, lakini na rifaa mazungumzo ninapofanya nawe katika nyakati mbalimbali. Na kwanza nataka kwa kipekee niwapongeze pia kwa kukamilisha jengo la utumishi wa mahakama. Nimezungumza kwa urefu kuhusu jengo hili, lakini wapongeze kwa kukamilisha jengo la utumishi wa mahakama, lakini na zile nyumba za majaji. Kama nilivyosema, ni ukweli kuna changamoto za kijamii kwa jaji kuishi kwenye nyumba ya kupanga. Majaji wako huko, wako kwenye nyumba ya kupanga. Sasa ikitokea landlord ana kesi, sijui jaji unakuwa kwenye hali gani, na jaji wa kusikiliza hiyo kesi ni wewe, sijui unakuwa kwenye hali gani. Sasa hiyo taswira inatusukuma tuweke mkazo kwenye ujenzi wa nyumba za majaji. Lakini la pili, kile kiwanja cha Chimala ambacho umesema ni kidogo, nadhani tukitumie tu kwa kujenga nyumba za majaji. Tukitumie kwa kujenga nyumba za majaji. Nadhani majaji wa Dar es Salaam si wote ambao tayari wameshapata nyumba. Sasa kwa sababu kiwanja kipo, basi tuangalie inavyowezekana na pale kujenga zile blocks ili majaji waweze kukaa pale. Nadhani katika bajeti ya mwaka ujao 2026, naomba sana kwa mwaka huu tuachieni tumalize yaliyo kwenye pipeline, lakini kule mbele hebu tuanze kutafuta wachoraji kama mchoro ni ule ule, lakini tujiandae na budget ya kujenga hizo nyumba pale Chimala. Lakini jengine niombi kwa TAMISEMI, ujenzi wa mahakama za mwanzo, na lenyewe hili kaeni na TAMISEMI, mtendaji mkuu waone TAMISEMI, kaeni na Wizara ya Fedha muone tutakavyoweza kujipanga kule mbele kwa TAMISEMI kuweza kujenga hizo mahakama za mwanzo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, nimefahamishwa pia kwamba hadi sasa mnalipia takriban shilingi milioni 147 kwa mwezi kwa TTCL kwa huduma za mtandao. Na nilipokuwa kule ndani walikuwa wananionyesha, kwa sababu leo tulioko hapa wote tumepewa free wifi. Kwa hiyo wakawa wananionyesha matumizi yalivyopanda kwa leo wakati huu. Anasema huko nje kila mtu simu mkononi, angalia yanavyopanda. Nikaa naona real time data ya matumizi ya wifi kule ndani. Kwa hiyo kwa leo tumewatia hasara kidogo. Na katika maelezo yenu kule ndani mlisema kwamba matumizi haya ya wifi bado ni makubwa. Mnahitaji wanaita nini? Bandwidth zaidi, mtandao zaidi, ili muweze kuendesha shughuli za majengo haya, tume ya utumishi na maeneo mengine. Na mnakisia kwamba matumizi yenu yanaweza kufika shilingi milioni 400 kwa mwezi. Hili tayari limewapa hofu, lakini niwaombe kaeni na TTCL na sekta nyingine zinazohusika muone mtakavyoweza kulifanyia kazi. Wasia wangu kwa watendaji wa mahakama, ni mategemeo yetu serikali kuwa haki huendana na wajibu. Kama serikali tumefanya wajibu wetu wa kuwawekea mazingira wezeshi yote ya kufanyia kazi, lakini na ya mifukoni. Hivyo basi ni imani yetu kuwa mtatutendea haki pia kwa kusimamia kikamilifu dira ya mahakama inayosema haki sawa kwa wote na kwa wakati. Bajeti, ajira za watumishi na miundombinu iliyowekezwa na serikali iwe ni chachu kwenu ya kuimarisha zaidi utoaji haki kwa wakati kwa wote, bila kujali hali ya mtu, huba wala upendeleo, kama kwenye kiapo chenu ninachokipenda sana. Nasema nitatoa haki kwa wote bila kujali huba, upendeleo, nini wala chuki. Kile kiapo nakipenda sana. Kwa hiyo naomba mkakitekeleze kile kiapo mnacho hapa. Ni imani yangu vile vile pia kwamba mitazamo na utendaji kazi wa watumishi wa mahakama na wadau wote watakaotumia majengo haya tunayoyajenga vitaendana na maboresho na uwekezaji mkubwa
uliofanywa kwa kutumia fedha za wananchi wanaolipa kodi. Wananchi hawategemei kwamba haki tu itendeke, bali pia haki ionekane kuwa imetendeka. Na hapa napata faraja, sababu katika tathmini tunayofanyiwa na kimataifa, imani ya watu kwa mahakama imekuwa inapanda kila mwaka tunavyofanyiwa tathmini. Nadhani mpaka mwaka jana tulikuwa 88 mpaka mwaka jana. Kwa hiyo imani yangu na maboresho haya tutakwenda kupandisha imani ya watu juu ya mahakama zao. Nikihitimisha, Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii adhimu kukushukuru wewe, uongozi wa mahakama na watumishi wote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Mheshimiwa Jaji Mkuu, natambua kwamba umebakisha miezi michache kustaafu, na mimi sina tena dhamira ya kugombana na majaji wale, na dhamira ya kukuacha ukapumzike. Kwa hiyo waheshimiwa majaji, jipangeni tu, jaji anakwenda kupumzika. Lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu, niseme umefanya mageuzi makubwa ya mahakama yetu, pamoja na msukumo wa serikali, lakini mageuzi ya fikra, kusimamia na kuleta mageuzi tunayoyaona leo ni mabadiliko makubwa sana ndani ya mhimili huu. Sasa Katibu Mkuu Kiongozi, nimekuona huko hapa, umenipangia kutoa nishani kwenye sherehe za Muungano. Naomba niongezee nishani moja ya Jaji Mkuu wa Tanzania. Baada ya hayo, niruhusuni kugusia maneno machache ambayo naomba muyatupie jicho kwa maboresho zaidi. La kwanza, mahakama za mwanzo. Msifungwe sana na masharti ya kiufundi kule mahakama za mwanzo, lakini kama ibara yetu ya 107A na ibara ndogo ya 2E ya katiba inavyosema, kwa katika kutoa maamuzi yake, miongoni mwa kanuni ambazo mahakama zitazingatia ni kutenda haki bila kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Naomba hiyo ibara iangaliwe hasa kwenye mahakama za mwanzo. Ninatambua kwamba tumeongeza mahakimu na watendaji wengine ambao ni wataalamu. Hata hivyo, ikiwa mahakama za mwanzo zitajifunga sana na masharti ya kiufundi, zitashindwa kufikia lengo la kurahisisha upatikanaji wa haki kwa wananchi, hivyo kupelekea wananchi kukimbilia ofisi za mkuu wa mkoa au ofisi za wilaya au ofisi za Chama cha Mapinduzi. Kumbe wangeenda mahakamani kwa urahisi wakapata haki zao. Ni lazima tuwajengee imani wananchi kwa mahakama ndio kimbilio lao la kwanza, la mwisho na la kipekee katika kudai haki. La pili ni uadilifu kwa majaji na watendaji wa mahakama, jambo muhimu la msingi katika kujenga imani kwa Watanzania kwa mahakama zao, lakini pia kulinda heshima ya mahakama zetu. Tuendelee kuhakikisha miradi ya ujenzi na kuwa na value for money na uwezo kwenye matumizi ya fedha za wananchi. Lakini la tatu, dhana ya mahakama kuwa people centered ionekane kwa vitendo. Na hapa napongeza kile kituo cha call center. Ni kweli mahakama inaonesha kwamba ni people centered. Sasa mbali na kituo kile, basi hata utoaji wa haki uwe people centered. Lakini la nne, utunzaji wa majengo na miundombinu. Majengo ya vituo jumuishi vya utoaji haki, yani IJCs, tayari yana miundombinu za ofisi mbalimbali zikiwemo ofisi za majaji wa rufani na masjala pia. Ila ni jambo la kushangaza kuwa bado majaji wa rufani wanasafiri umbali mrefu, na hapa ni hoja ya kwamba kujenga nyumba karibu na maeneo ya kutendea kazi.
lakini wakati na kukabidhi ufunguo, Mheshimiwa Jaji Mkuu, wakati na kukabidhi ule mkubwa wa dhahabu, nilikuomba sana kutunza majengo haya. Unajua, ujenzi ni jambo moja, maintenance ni jambo jingine. Na kwa bahati mbaya sisi Waswahili, neno maintenance kwetu tupite tu huko, tunajenga majumba yetu mazuri kweli, tukipata vijisenti vyetu mbio tunakimbilia tunajenga. Baada ya miaka 5 kipita nje ukungu umetanda, dirisha vunjika, kioo halijarekebishwa, sijui kitu gani kimeporomoka kinaning'inia hivyo hivyo. Kwa hiyo majengo haya, Mheshimiwa Jaji Mkuu na mtendaji mkuu wa mahakama haswa, hili jengo nikipita hapa miaka 3 nilikute liko hivi. Jengo la Tume ya Utumishi wa Mahakama liwe hivyo ndani na nje. Tujitahidi sana. Najua maintenance cost ni kubwa, lakini iwe sehemu ya bajeti, kwamba hizi fedha ni kwa ajili ya maintenance ya majengo yetu. So tunajenga vizuri, tunashangilia, tunafungua kwa sherehe, alafu baada ya miaka 2-3 vioo vile vimeporomoka, madirisha yako wazi, upepo wa Dodoma ukivuma unasikia zumari uko ndani. Hiyo haitapendeza. Lakini jengine, Mheshimiwa, maboresho haya tunayoyafanya yahakikishe pia tunaimarisha mahakama maalum za ardhi, mahakama za familia. Kwa mfano pale Dar es Salaam iko vizuri kwa sababu iko kwenye kituo jumuishi, lakini mahakama za biashara pia, ili nazo zitoe huduma bora za kuchangia ukuaji wa sheria kwenye maeneo hayo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama unakumbuka, nadhani ilikuwa mwaka jana wakati wa siku ya sheria duniani, nikiwa mgeni rasmi, ulizungumza mambo mengi, ukazungumzia habari ya zumari. Kasema hapa Tanzania zumari ikipigwa wapi inasikika mpaka wapi, na sasa lile zumari tumelipiga, Watanzania wameshalisikia, wanacheza ule mluzi tunaotoa kwenye zumari. Kwa hiyo mabadiliko yaendelee, zumari liendelee kulizwa, ili mabadiliko katika sekta hii yaendelee. Mheshimiwa na ndugu zangu mliopo hapa nasi, baada ya maneno hayo, sasa nitamke rasmi kuwa jengo la makao makuu ya Mahakama ya Tanzania, jengo la Tume ya Utumishi wa Mahakama na nyumba 48 za makazi ya waheshimiwa majaji yaliyopo katika jiji la Dodoma hapa sasa yamefunguliwa rasmi. Makofi mengi sana, makofi na vigelegele. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mahakama ya Tanzania.